Iran imeshutumu Marekani kwa kutumia mbinu zinazofanana na zile za kundi la kigaidi la IS kwa kulenga miundombinu ya kiraia, ikisisitiza kuwa mashambulizi haya hayawezi kuifanya Iran iache kulinda uhuru wake wa kitaifa. Akizungumza katika mkutano wa waandishi wa habari siku ya Jumatano, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran Ismail Bagei alisema hakuna madhara yoyote atakayoweza kulazimisha taifa kama Iran kuacha kutetea uhuru wake wa kitaifa na heshima ya wananchi wake. Bagei alisema shambulio linalolenga mnara wa uangalizi katika mji wa Chabahar kusini mashariki mwa Iran pamoja na vitisho vya Marekani vya kuharibu madaraja na vituo vya kuzalisha umeme vinafanana na mbinu zinazotumiwa na kundi la IS. Kulenga mnara wa uangalizi mjini Chabahar, kujivunia shambulio hilo, kusambaza video zake na kutishia wazi kuharibu madaraja na mitambo umeme nchini Iran ni vitendo vinavyofanana na tabia makundi ya kigaidi kama IS na vinakiuka kabisa sheria za kimataifa pamoja na misingi ya utu wa kibinadamu. Aliongeza kuwa Marekani inakosea ikiwa inaamini kuwa mashambulio dhidi ya miundombinu, hospitali na raia wa Iran yataidhoofisha azma ya taifa hilo. Iwapo wanafikiri wanaweza kuyumbisha azma ya Iran ya kujilinda kwa kushambulia miundombinu yetu, wao wananchi wetu na kuharibu hospitali zetu, basi wamekosea kabisa. Kauli hii imekuja wakati wa mapigano kati ya Iran na Marekani yakiendelea licha makubaliano ya amani yaliyofikiwa mwezi uliopita kupitia upatanishi wa Pakistan yaliyolenga kumaliza mzozo na kuweka msingi wa amani ya kudumu. Hata hivyo, mvutano umeongezeka tena wiki iliyopita kutokana na mgogoro kuhusu mlango bahari wa Hormuz, na mapema Jumatatu milipuko iliripotiwa katika majimbo kadhaa Iran ikiwemo Tabriz, ambapo kwa mara ya kwanza tangu ambapo Marekani ilipoanzisha operesheni yake hivi karibuni dhidi ya Iran, mji huo uliripotiwa kushambuliwa. Milipuko mingine iliripotiwa katika majimbo ya Chabahar, Bushehr, Hormuzgan na Khuzestan. Vyombo vya habari vya Iran vilisema mifumo ya ulinzi wa anga ilidungua ndege zisizo na rubani drones kusini mwa nchi hiyo, huku mashambulizi ya Marekani yakisababisha kukatika kwa umeme katika maeneo ya jimbo la Bushehr. Bagei pia alikosoa wakala wa kimataifa wa nishati atomic kwa kile alichokiita ukimya wake kufuatia mashambulizi ya Marekani dhidi ya vituo vya nyuklia vya Iran. Ukimya huu na kutokujali hakutasaidia kabisa kuimarisha amani. Alisema kushambuliwa kwa vituo vya nyuklia vinavyotumika kwa shughuli za amani ni ukiukwaji mkubwa wa sheria za kimataifa. Bagei alitaja hasa shambulio la Marekani dhidi ya kituo cha nyuklia cha Dahovik kusini magharibi mwa Iran, akisema kwamba kituo hicho kiko chini ya uangalizi wa shirika la atomiki duniani na kilikusudiwa kuzalisha umeme. Shirika la nishati ya atomiki la Iran lilisema Jumapili kuwa mashambulizi ya Marekani yalilenga kituo hicho ambacho bado kinajengwa, ingawa halikutoa taarifa kuhusu kiwango cha uharibifu uliotokea. Bagei alisema Iran kama mwanachama mkataba wa kuzuia usambazaji wa silaha za nyuklia NPT inatarajia bodi ya magavana pamoja na mkurugenzi mkuu Rafael Grossi kutoa tamko la wazi kulaani mashambulizi ya Marekani. Kama mwanachama wa mkataba wa kuzuia usambazaji wa silaha za nyuklia, Iran inatarajia bodi ya magavana na mkurugenzi mkuu wake kulaani wazi uhalifu uliofanywa na Marekani. Kwa mujibu wa taarifa hizo, mzozo wa sasa ulianza baada ya mashambulizi ya Marekani na Israel dhidi ya Iran mwezi Februari, ambapo Iran ilisema ilisababisha vifo zaidi ya watu 3,000 akiwemo aliyekuwa kiongozi mkuu wa Iran Ali Khamenei. Iran ilijibu kwa mashambulizi ya makombora na ndege zisizo na rubani yaliyolenga mataifa ya Ghuba yanayohifadhi vituo vya kijeshi vya Marekani kwa kufunga mlango bahari wa Hormuz.